Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan amesema mpango wa serikali ni kuyafanya mashirika yakope kwa kujitegemea kutokana na hali yao ya kifedha ili kupunguza mzigo wa deni la taifa. Hii ni taarifa ya John Lupokela. Rais Daktari Samia Suluhu Hassan amesema hayo leo katika hafla kupokea gawio na michango kutoka kwa taasisi na mashirika ya umma na kampuni ambazo serikali inahisa. Mageuzi haya ni hatua. Tulipo leo siko tulikotoka kwa kiasi kikubwa sana. Angalau sasa mwanga unaonekana. Lengo letu ni kuyafanya mashirika yakope kwa uwezo wao wa kifedha, wakope kwa financial statement zao, ili tupunguze mzigo wa mkopo kwa hazina, tupunguze mzigo wa deni la taifa. Katika hatua nyingine, Rais Daktari Samia amekumbusha wajibu na nafasi ya mashirika na taasisi za umma katika kuharakisha maendeleo ya nchi. Mabibi na mabwana, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kauli mbiu ya siku hii ya gawio ni mageuzi ya mashirika ya umma na wajibu wake kuchangia maendeleo ya Tanzania. Kauli mbiu hii inaweka bayana maono mapana ya serikali na matarajio ya Tanzania kuhusu nafasi ya mashirika na taasisi za umma katika kuharakisha maendeleo nchini. Leo hii tumepokea trilioni 1. Hii ni pesa kubwa. Inakwenda kutufaa kwenye mambo kadhaa. Lakini pia imepunguza ule utegemezi tulikuwa nao kule nyuma. Kwa hiyo tukienda hivyo kila mwaka tunapunguza lile mapungufu ya utegemezi na tunaelekea kwenye kujitegemea. Na hivi ndivyo mashirika yetu yanatakiwa kufanya kazi. Aidha, ameeleza jinsi ambavyo uwekezaji umeendelea kukua, huku akitaka mashirika kuchangia kwa faida waliotengeneza ili kuchochea ukuaji wa maendeleo ya taifa. Changieni kwa faida mlioitengeneza. Usioni aibu hata ukichangia bilioni 1, bilioni 2. Changia kwa faida ulioitengeneza, na siku hii hapa unavyoona wenzao wanachangia, ikupe msisimko, ikupe challenge kwamba na wewe uende ukaongeze gawio lako ili nawe usomeke hapa. Kwa hiyo niwaombe sana, kafanyeni hivyo kwa faida ya taifa letu. Rais Daktari Samia pia ametumia fursa hiyo kumwelekeza msajili wa hazina kuweza kufanya tathmini ya kuangalia namna kuongeza ushiriki wa wananchi katika umiliki wa mashirika kupitia soko la hisa, na kusisitiza umuhimu wa kutambua mashirika na taasisi mbalimbali ambazo zitoi mchango wa fedha moja kwa moja kwa serikali, bali kuchangia kupitia kuboresha utoaji huduma kwa wananchi. John Lupokela, EATV. Asante John Lupokela kwa taarifa hiyo ambayo imetoka sasa hivi ya kuhusu Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na gawio hilo au siku hiyo ambayo alikuwa akitoa gawio. Na tunajiunga hapa na Profesa Omari Mura ambaye ni mtaalamu wa biashara, huyu akiwa pale Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, kuangazia walau kwa uchache taarifa hii namna gani pia inaweza kuwa na tafsiri kwenye uga huo wa kibiashara kwenye mashirika haya. Profesa, karibu sana kwenye EATV saa moja. Asante sana. Tumeona taarifa ambayo imepita ni kuhusu gawio ya mashirika haya. Kwanza, hii ina maana gani wakati kama huu mashirika kutoa gawio? Ina maana gani kwenye uchumi wa mashirika haya, lakini pia kwenye biashara? Kama alivyosema Mheshimiwa Rais, tunaona kwanza, kwa mara ya kwanza kumekuwa na uwazi wa kwamba mashirika yachangie kutokana na faida inayopatikana. Na kwa kweli huu ndio msingi mkubwa wa ujumla wa namna ya kuchangia katika pato la taifa. Kumekuwa na mtazamo kwamba mashirika haya yachangia angalau 4% isiyopungua katika pato la taifa, jambo ambalo bado hatujafanikiwa kufikia, lakini nina imani kwa mwelekeo huu kiwango hiki cha trilioni 1.028 ni kiwango kikubwa kuwahi kutokea tangu utaratibu huu umeanza kuwa wazi zaidi kwa wananchi. Kwa hiyo naiona kwamba tunakoelekea sasa ni kuyafanya mashirika kuongeza ufanisi, ili hatimaye kutokana na kile kipato, faida inayopatikana, waweze kuchangia kwa kiwango kikubwa zaidi. Hatimaye matazamio haya ya TIARA ya msajili ya kufikia 1% hiyo kubwa yawezekane.
Mheshimiwa Rais anazungumza kuhusu kujitahidi kupunguza deni la taifa kiasi mashirika kukopa kutokana na uwezo wake wa ndani. Kuna namna ya kuweza kuyafanya mashirika haya yasiende zaidi ya walicho nacho? Hili ni jambo la msingi sana Mheshimiwa Rais amelidokeza, na kwa kweli nilitazamia wakati wote viongozi au mashirika haya kupitia mifumo yao huu ndio uwe mtazamo, na nadhani kwa kweli huenda kwa kiasi kikubwa hili linafanyika, na ndio maana imewezekana kwa kiasi hiki kikubwa cha gawio kutokea kipindi hiki. Lakini niseme tu kwamba labda dhana hii ya kwamba serikali inawekeza fedha kwenye mashirika haya kama ambavyo tu watu binafsi wanawekeza katika mashirika haya kwa kununua hisa. Kwa hiyo serikali yenyewe inategemea ipate gawio kutokana na kile ambacho imewekeza kwenye mashirika haya. Ni jukumu la viongozi na mashirika haya sasa kufanya kazi kwa bidii ili kuweza kurejesha kwa mwenye kumiliki, na mara nyingine kiasi kikubwa sana cha hisa kwenye taasisi hizi. Profesa, tunakushukuru sana kwa muda wako na asante kwa kuungana sisi kupitia EATV saa moja. Asanteni sana.